Unatuona sisi Waislamu. Sisi Waislamu tunazungumza hapa, tuna majeraha makubwa sana katika nchi hii. Tuna vitu vimetuumiza miaka nenda miaka rudi katika nchi hii. Na ni Waislamu na madhehebu mengine ya Kikristo yasiyokuwa Katoliki. Tumeishi kiunyonge sana. Mimi nitatoa mfano mmoja kwa sababu sitaki kuyafanya mazungumzo yangu kuwa marefu. Mwaka 1992 Tanzania palisainiwa mkataba serikali na kanisa, hiyo memorandum of understanding. Katika mkataba ule serikali inatoa ruzuku katika bajeti zake kila mwaka kwa kanisa, ruzuku inayotoka katika Wizara ya Afya, ruzuku inayotoka katika Wizara ya Elimu kulisaidia kanisa katika elimu na katika afya, kwa sababu makanisa yalionekana yana mashule na yana mahospitali. Lakini je, TEC wamekuwa waadilifu katika fedha wanazochukua kutoka serikalini kwa ajili ya kuihudumia jamii? 1992 mpaka 2025 ni miaka 33. Kwa muda wa miaka 33 kwenye bajeti ya afya peke yake ruzuku iliyotoka serikalini kwenda katika kanisa Katoliki ni trilioni 1.3, ambayo ruzuku hiyo kutoka katika Wizara ya Afya kwenda katika kanisa Katoliki imejenga hospitali 8 tu. Hospitali 8 tu, zingatia, hospitali 8 tu. Wakati kwa miaka hiyo serikali imetumia trilioni 1.2 kwa kujenga hospitali 129 katika kila wilaya ya Tanzania. Ni dhulma kubwa kiasi gani TEC na kanisa wameifanya katika ruzuku wanayopewa na serikali ambayo ni mali ya umma. Sisi Waislamu manufaa haya hatuyapati katika nchi hii. Walokole, semeni mnanufaika nini katika ruzuku hizi katika nchi hii? Protestanti, semeni nini mnapata katika hiki? Isipokuwa ni watu wachache tu wamejineemesha, wanapewa ruzuku, mambo yao yanakwenda. Leo kanisa linajenga mavyuo, mahospitali kwa kodi za wananchi katika ruzuku inayopita katika memorandum of understanding. Lakini sisi Waislamu tumeyajua haya. Mimi ni muhadhiri ambaye nimeanza kutangaza Uislamu tangu nikiwa mtoto mdogo sana, miaka ya 94 95. Swala la memorandum tumeanza kulizungumza Mwembe Chai tangu mwaka 95 96. Hatujasikilizwa kwa ajili ya amani ya Tanzania. Maumivu yetu yalibaki katika mioyo yetu, tuliendelea kuwa wapole mpaka leo. Mashehe wanachekwa, wanaitwa mashehe ubwabwa, misikiti inachekwa, haina mashule, haina maendeleo. Lakini tunajua maendeleo ya kanisa yanatoka katika kodi za Waislamu, kodi za Watanzania, kodi ambazo zinatengenezwa kukusanywa na serikali. Haya yote ni maumivu. Haya yote yanatutesa kama Waislamu, yanatuuma. Lakini tulikuwa wanyonge kwa ajili ya amani ya Tanzania. Ni sawasawa na mtu umepanda katika gari, alafu una jitu kubwa libaunsa limekukanyaga. Baada ya kukukanyaga, ukimwangalia ni mtu mkubwa, huwezi kupambana naye. Umekaa unatulia, safari inaendelea, abiria wote wanasema safari iko shwari, safari inaendelea vizuri, kumbe kuna mmoja anaumia. Tuliyakubali maumivu haya kwa ajili ya amani ya nchi. Lakini hatujayakubali kibubusa. Tuliyakubali kwa sababu ni mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna wakati Muislamu unajitoa sadaka ili watu wapate amani. Unakubali kupungukiwa mpaka haki yako ili watu waishi kwa amani. Katika Hudaibia wale watu waliliondoa jina la mtume kwamba aitwe Muhammad bin Abdullah na asiandikwe Muhammadur Rasulullah. Mkataba wa amani ule mtume akakubali. Akasema ondoeni hilo Muhammadur Rasulullah, andikeni Muhammad bin Abdullah. Lakini yeye ni Muhammadur Rasulullah, ni mtume wa Mungu. Alikubali kiondolewe kile cheo chake katika wasfa, amani iwepo. Mtume anaingia mkataba kwamba Makuraishi wale makufari wakitoka katika dini yao kuingia katika Uislamu wanatakiwa wakamatwe, warudishwe katika ukafiri. Na Muislamu akitoka katika Uislamu akiingia katika ukafiri aachwe aendelee kuishi katika ukafiri. Ni mkataba wa dhulma, ulikuwa una maumivu kwa Waislamu. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
akaukubali kwa sababu ya amani. Amani ni kitu muhimu sana. Waislamu walizuiwa kwenda katika Kaaba tukufu, wasiende kufanya hija. Mtume na maswahaba wake wamezuiwa pale njiani. Anaangalia maswahaba wamechachamaa, sisi ni haki yetu, lazima twende. Mtume akawaambia maswahaba, nyoeni vichwa vyenu, safari yetu ya hija inaishia hapa. Wakakataa, haiwezekani, lazima twende. Mtume anaingia ndani, mke wake anampa rai, anamwambia anza kunyoa wewe na hao watanyoa. Mtume anatoka nje, ananyoa kichwa chake, maswahaba wananyoa. Hija katika Kaaba imeshindikana, lakini Waislamu walikubali kwa ajili ya amani. Sasa haya yote tunayozungumza manufaa yanakwenda katika Katoliki, Protestanti, siye nani, walokole, tupo Waislamu, tupo tunaonekana hatuna maana yoyote, tumevumilia kwa ajili ya amani ya nchi. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.